ni kodi zetu wenyewe. Inakuwaje mkishapokea inakuwa siri? Kutengeneza vichaka vya watu kutaka kuiba, kujinufaisha. Mama yetu kule rais ahangaike kutafuta fedha, alafu huku mchwa wanatengeneza vichaka vyao. Hili alikubaliki. Sasa hata hapa Kiteto nimeambiwa na ninyi michezo ya aina hiyo ilikuwepo. Nilikuwa naangalia mnavyohangaika mnipeleke mradi gani. Mimi nikawa nawaangalia tu. Na nikawaambieni mimi nimekuja kutembea huko. Nina taarifa zote. Nina taarifa zote. Nina taarifa zote kilichofanyika kwenye jengo hili. Nina taarifa hata kilichofanyika kwenye jengo la halmashauri ambako hamjanipeleka. Ndio. Imeletwa fedha hapa ya mradi. Watu wamegawana fedha. Katika kukimbizana ndio wakarudisha fedha ile. Kwa alishatuibia, tusingewaona. Mkuu wa mkoa nakushukuru kwa hatua ile iliyochukua ya fedha zikarudi, majengo yajengwe. Sasa naelekeza kamanda wa TAKUKURU niletee taarifa za mmoja na ushiriki wake. Hii ilikuwa hatua ya kwanza. Hatua ya pili, lazima hatua za kisheria zichukuliwe. Hatuwezi tukawa tunaenda na utaratibu wa mazoea wa aina hii. Mheshimiwa Waziri, itakapotoka taarifa ile, wale waliochukua fedha pamoja na kurudisha, hatukuwatuma kuja kugawana fedha hapa. Tuma timu ya maadili, hatua za kinidhamu za watumishi wa umma na zenyewe zichukuliwe. Hatuwezi kuwa tunaviziana kwenye fedha ya umma namna hiyo, kwamba wakiniona naondoka nazo, wasiponiona naondoka nazo, eti wakiniona narudisha. Upumbavu. Niliwasimamisha wengine kule hivyo. Eti wamekwapua fedha za jengo, baada ya hapo wameacha BOQ iliyopelekwa kwenye jengo. Wamejenga, tumesema ziwekwe nondo 8, wao wameweka 4. Tumesema za milimita 16, wao wameweka 6. Baada ya hapo wanasema tutarekebisha kwa fedha zenu. Mna fedha nyinyi ya kuikopesha serikali? Upumbavu mtupu na huu. Mnaiba hapa baada mseme mnatengeneza kwa fedha yenu wenyewe. Yenu ya kutoka wapi? Kamanda wa TAKUKURU niipate taarifa hii kabla sijamaliza ziara ya mkoa wa Manyara. Mmoja na ushiriki wake. Mimi nachukia uzembe, nachukia uvivu, nachukia wizi. Hata kama tuko kwa Kwaresima na mwezi mtukufu, hawa lazima wakipate cha moto. Hatuwezi wananchi hivi. Ninyi mnajua, mimi nimeshakuwa wizara ya fedha pale. Najua hakuna Mtanzania analipa kodi kwa sababu ana mapesa mengi sana. Watanzania wanajibana, hawalipi kwa sababu wana ziada, wanajibana kwa sababu wanataka hospitali, wanajibana kwa sababu wanataka shule, wanajibana kwa sababu wanataka watoto wao wasome, wanataka watoto wao watibiwe, wanataka wazazi wao watibiwe. Leo hii tuje tupate wengine kakikundi hivi wajigawie kwa sababu ya nafasi walionao. Hii haikubaliki. Kamanda, nipate kwa sababu ya michezo iliyofanyika ile,
nipate taarifa mpaka ya mapato ya ndani, mpaka ya makusanyo ya ndani, minada hii niipate na yenyewe. Nipate fedha za kwenye minada zinakusanywaje na zinatumikaje. Hakuna kufanyiana ustaarabu kwenye mali ya umma. Ndio. Kwa hiyo niliona niseme na mengine nitasema siku ya majumuisho baada ya kupata hizi taarifa. Nitapata mengine nitasema wakati wa majumuisho baada ya kupata hizi taarifa. Watu wafanye kazi. Watu wamezoea matatizo ya watu. Kupuuza. Kwa sababu wao hayawapati, wanapuuza matatizo ya wengine. Muundo wa serikali wa nchi yetu, muundo wa utawala, tumepeleka serikali mpaka walipo wananchi. Hakuna sehemu ndani ya nchi hapana serikali. Kila eneo, kwenye kipande kidogo, kila eneo tuna kipande na uongozi wa serikali upo. Kijijini tuna mwenyekiti, tuna mtendaji wa kijiji. Unatokea uonevu pale pale, unatokea uonevu pale pale, migogoro pale pale, kila mtu haangaiki nayo, bize na umbea na mambo ya binafsi. Tuna serikali mpaka ngazi ya kijiji. Linakuwaje jambo mwaka na mwaka tunaimba hilo dogo linaloweza kutatulika? Tuna uongozi kwenye kata, tuna uongozi kwenye tarafa. Inakuwaje? Tuna uongozi kwenye wilaya. Inakuwaje mwananchi mpaka aende kwa mkuu wa mkoa? Na ofisi zote ameshafika. Wananchi wengine wanakwenda mpaka kwa rais. Hawa wengine wote na tatizo hili lilishafika na linatatulika. Ndio maana nilipofika halmashauri moja nikakuta miaka miwili fundi amewajengea vyoo tu milioni 2, miaka 5 anawadai. Nikasema ili waone uchungu, ngoja wagawane, wamlipe kutoka kwenye fedha ya mfukoni mwao. Mambo ya kupuuza shida za watu. Sasa nimeelekeza, nitaanza kutaka wale wengine wanaodhani ni moto wa ziara tu, nitataka jedwali linaloonesha kila mtu ametatua kero za wananchi gani kwenye eneo lake kila mwezi. Ndio. Hii mambo ya kusikiliza watu haitakuwa jambo la ziara tu. Nitataka kila mwezi nione kila mtu ametatua kero gani, alipokea kero gani imetatua, kero gani ameipandisha juu. Haiwezekani wananchi wao wanafanya mambo ya serikali na watumishi wa serikali na watumishi wa umma wapo. Kama mnataka kila mtu binafsi afanye kazi hizo mwenyewe, afanye ufuatiliaji yeye mwenyewe, sasa tunawalipaga wa nini? Rais kanunua mpaka magari ngazi mbalimbali, kila eneo kuna magari na mafuta yapo.